Kipekee kabisa naomba nichukue fursa hii nimshukuru sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa ambayo ameendelea kuifanya kwenye sekta ya madini hapa nchini Tanzania. Ndugu zangu washiriki, ndani ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan, sekta yetu ya madini imeendelea kupiga hatua siku hadi siku na kuendelea kukua kwa kasi kubwa sana. Sera ya madini ya mwaka 2009, ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi na mpango wa maendeleo ulielekeza sekta ya madini ifikapo mwaka 2015 ichangie 10% kwenye pato la taifa. Ndugu zangu washiriki, pato letu la taifa hivi sasa kama nchi ni trilioni 222. Maelekezo ya sera, maelekezo ya ilani ya uchaguzi wa Chama cha Mapinduzi na maelekezo ya mpango wa maendeleo ni kufikia 10% ifikapo mwaka 2025. Taarifa ya mwisho iliyotolewa mwaka 2024 ya Shirika la Takwimu la Taifa ilionyesha kwamba sekta ya madini hivi sasa inachangia kwenye pato la taifa kwa 10.1 kabla ya mwaka mmoja wa kimalengo uliowekwa wa mwaka 2025. Hii ni kazi nzuri inayofanyika chini ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan. Ndugu zangu washiriki, eneo lingine la kwa nini nimeanza kumshukuru Mheshimiwa Rais kwenye sekta ya madini, ukiwachukua wazalishaji wakubwa watano wa dhahabu katika bara la Afrika, Tanzania ni mmoja wapo. Lakini kupitia benki yetu kuu, Tanzania haikuwemo kwenye nchi za 10 bora zenye uhifadhi mkubwa wa dhahabu kupitia benki kuu. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan alitoa maelekezo makhsusi na akaelekeza tufanye marekebisho ya sheria, na hoja yake kubwa ilikuwa haiwezekani nchi kama Tanzania ambayo Mwenyezi Mungu ameijalia rasilimali za kutosha yakiwemo madini ya dhahabu, lakini bado benki kuu yetu haimo katika benki kuu zinazotambuliwa zenye uhifadhi mkubwa wa dhahabu kwa bara la Afrika. Nchi inayoongoza kupitia benki kuu yake ni Algeria, wana tani 174. Ya mwisho kwenye 10 bora ni Msumbiji, wana tani 6.83. Tanzania haikuwemo kwenye ramani ya nchi zenye uhifadhi wa dhahabu kupitia benki kuu. Mheshimiwa Rais akatoa maelekezo mwaka 2024 tukafanya marekebisho ya sheria. Kwa wakati ule ilikuwa ni kifungu cha 59. Kifungu kile kafanyiwa marekebisho na kikawa kinasomeka kama ifuatavyo: mmiliki yoyote wa leseni atatenga 20% zisizopungua 20 za madini yanayozalishwa kwa ajili ya uchakataji, usafishwaji, uyeyushwaji na kufanyiwa biashara ndani ya nchi.
Haya ndio marekebisho ya sheria ambayo tuliyafanya. Baada ya marekebisho haya ya sheria, Benki Kuu ya Tanzania ilipata nafasi ya kuanza kuwa mnunuzi wa dhahabu. Tarehe 1 mwezi wa 10 mwaka 2024, Benki Kuu ya Tanzania ilianza rasmi kununua dhahabu. Leo nasimama hapa kuwatangazia ya kwamba ile kazi ya mabadiliko ya sheria ambayo tuliifanya ndani ya muda mchache, leo Benki Kuu ya Tanzania ina hifadhi ya dhahabu tani 28 ndani ya kipindi ambacho hakijazidi miaka miwili, na hivyo sio tu kuingia 10 bora, kuingia 5 bora ndani ya miezi 19. Haya ni mafanikio makubwa sana chini ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan. Ndugu zangu, kwa nini nimeanza kumshukuru Mheshimiwa Rais? Sababu ya mapinduzi makubwa ya kwenye sekta ya madini. Mwaka 2015 2016 sekta ya madini ilikusanya na kuingiza kwenye mfuko mkuu wa serikali kwa mwaka mzima shilingi bilioni 161 kwa mwaka mzima. Mwaka 2017 tukafanya marekebisho ya sheria ya madini ambayo ilitambulisha uanzishwaji wa masoko ya madini na vituo vya ununuzi. Hivi sasa tuna vituo vya ununuzi 117 na masoko ya madini 44. Lakini pia tukaimarisha usimamizi na kudhibiti biashara haramu ya madini. Ndugu zangu, hivi sasa kwa mujibu wa taarifa ya kutoka Wizara ya Fedha, kwa mwaka huu wa fedha mapato yasiyo ya kikodi sekta ya madini imeongoza kwa kuchangia kwenye mfuko mkuu wa serikali kwa kiwango kikubwa. Ndugu zangu washiriki, mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026 sekta ya madini imeingiza kwenye mfuko mkuu wa serikali shilingi trilioni 1 bilioni 393 milioni 604 laki 7,045,806 na senti 62 zimeingia kwenye mfuko mkuu wa serikali mpaka tarehe 30 Juni, na ndio sekta iliyoongoza kwa kuchangia mapato makubwa yasiyo ya kikodi. Ndugu zangu, sekta hii sasa imeendelea kukua kwa kasi kubwa sana. Ndio maana niliona itakuwa ni heshima kubwa sana ya mimi kuanza hotuba yangu kwa kumshukuru sana Mheshimiwa Rais. Lakini pia naomba nishukuru sana kamati ya Bunge ya nishati na madini chini ya mwenyekiti wa Mheshimiwa CPA Subira Mgaru kwa usimamizi wenu madhubuti na kutuongoza vizuri kama wizara.